Chama tunaye tunatamanaye. Kuna sherehe kubwa zinazoendelea ndani ya jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine nchini. Ni Maulidi? Hapana. Ni Christmas au Eid? Hapana. Ni sherehe za wananchi Yanga kumsajili aliyekuwa star wa Simba, Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Ilikuwa ni kama ndoto, ilikuwa ni kama jambo lisilowezekana kwa Chama kusajiliwa na Yanga, lakini hatimaye hayawi yamekuwa. Sasa Chama ni mwananchi, yaani njano na kijani. Kwa nini imekuwa sherehe kubwa mithili ya ile ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961? Subiri nikwambie. Chama ni mmoja tu kuwahi kutokea duniani, na ndiyo huyu anayecheza katika ligi namba 5 kwa ubora Afrika. Ukatili mkubwa uliopata kushuhudiwa ndani ya mchezo mzuri wa miguu yani soka ni pamoja na ule aliyoonesha katika mabao ya dakika za lala salama, kama ambavyo Pasco Kabombe huzoea kusema, dakika za jioni. Hassan Dilunga anaweka pasi. Haya ni maajabu. Linafungwa kwa ligani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Nani alisema Simba hawaendi hatua ya makundi? Nani alisema? Yuko wapi? Si tu kwa mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba, ukatili mwingine unaoweza kuendelea kuumiza ni huu wa kuona kipenzi chao akitimkia kwa watani wao wa jadi wa muda mrefu, yani wananchi Yanga, licha ya kumpa majina mengi mazuri ya kumpamba kama vile Triple C, mwamba kabisa kutokea pale jiji la Lusaka, Clatous Chota Chama. Na ikumbuka sauti ya Baraka Adson Penja pale alipokuwa akimsherehesha nyota huyu ambaye kichwa, kifua, mabega, mikono pamoja na miguu yake vyote viliweza kuunusa mpira pindi ulipotaka kutua kwenye mwili wake. Uje utakavyokuja, utumwa utakavyotumwa, mwamba wa Lusaka si kiumbe ambacho mpira wa miguu kwake hataweza kuuzima mwilini mwake, kama ambavyo wajuzi, mashabiki na wataalamu wengi wa kabumbu huweza kusema. Sifa ya utulivu, chenga, kukokota na kuutuliza mpira sambamba na akili kubwa ya kuacha mashabiki wa timu pinzani ndivyo vitu pekee vilivyowanyanyua mabosi wa Simba na kuona kuna ulazima wa nyota huyo kuvaa uzi wa rangi nyekundu na nyeupe katika dabi ndani ya mwaka 2018, ambapo kwa mara ya kwanza fundi huyo alitua katika ardhi ya Tanzania. Inaiko ndani, Clatous anaacha ile, wekwa tena ndani, Chama baba, Chama! Ni Clatous Chota! Nani asiyemjua Chama? Nani hajawahi kulisikia jina la mwamba wa Lusaka? Anyoshe kidole au afanye kama anajikuna tu, mimi nimekaa pale. Yapo mengi ambayo mwamba kutokea Zambia ameyafanya ndani ya klabu ya Simba, ambayo kwa ukubwa wake na mapana yake si rahisi kuweza kuyasema yote au kusema mwacha aende zake. Si ni kweli? Hakika utakubaliana nami. Ni huyu mwamba ambaye aliwanyanyua mashabiki wa Simba pindi ambapo msaada wake wa kuikomboa timu ni goli pamoja na kuwapa furaha mashabiki wa klabu ya Simba. Chama alisimama na kuitikia juu ya sauti na vilio hivyo. Chama ameondoka Simba. Chama ameiaga rangi nyekundu na nyeupe. Ni nani anaweza kuamini hili? Pengine ni rahisi tu kusema kwamba acha aende, lakini hainipi ukweli kuwa rekodi pamoja na maajabu aliyofanya kipindi alipokuwa uwanjani ndio vitu vinavyowaumiza mashabiki wa klabu ya Simba, na kubwa zaidi ni kuona kivaa uzi wa mpinzani ambaye miaka yote sera pamoja na kauli mbiu ni kumuona adui akilia njaa. Sasa iweje adui leo apelekewe biriani? Chama inawekwa tano. Ukitaka kuupima ukubwa wa Chama, elewa kuwa wapo baadhi ya mashabiki wanaamini kwenye ule usemi wa bora ugali dagaa kwenye amani kuliko wali nyama vitani, kwani kumuona Chama akivaa uzi wa klabu ya Yanga kunaumiza kuliko kitu kingine walichowahi kukiona.
kwa sababu utamu wa upinzani wa klabu hizi huletwa pia na tambo za utani ambazo tayari mashabiki na wadau wa Yanga wameshazianza. Unakumbuka yale maajabu ya dakika ya 89 dhidi ya Nkana ambapo klabu pamoja na mashabiki walipomuita na Chama kuitika? Je, vipi kuhusu huyu? Huyu ndiye Chama. Rekodi zake akiwa ndani ya uzi wa Simba, aliweza kucheza michezo jumla ya 139 ndani ya ligi kuu na kuzifanya nyavu za wapinzani zitikisike mara 27 pamoja na kutoa pasi za mabao 54 yakisaidia Simba katika kipindi cha miaka 5.5. Namba zingine ambazo mwamba wa Lusaka aliacha kama alama kwa wana Msimbazi ni ile kwenye michuano ya kimataifa ambapo amecheza michezo 44 na kufunga mabao 15 pamoja na pasi za mabao 6 ndani ya uzi mwekundu na mweupe. Huyo ndiyo Chama. Ni mwisho wa Chama ndani ya wekundu Msimbazi na ni mwanzo wa ukurasa mpya ndani ya wanajangwani, yani kijani na njano. Anakwenda kuweka historia gani mpya na ni jambo gani la kusubiri kuliona ndani ya Yanga ya mchawi kutoka Argentina Miguel Gamondi? Ligi ni ile ile, mpira ni ule ule na Chama ni yule yule. Karibu kwenye show mpya za NBC Premier League ndani ya Azam TV. Imeandaliwa na mguu wa dhahabu Sharif Bayona na kusimuliwa nami Rehema Halifa. Asante sana Rehema Halifa pamoja na Sharif Bayona kwa makala hiyo ambayo inahusu Chama akiwa na Simba na kile ambacho alikifanya kwa misimu 5.5 ambayo ameitumikia wekundu wa Msimbazi Simba. Mimi nasema ligi irudi tu, tuoneshane makali, tuone panapovuja, tuone kati ya Chama, Pacome na Stefan Aziz Ki nani bora kuliko mwenzake, si ndio? Stefan Aziz Ki, Chama na Pacome nani bora kwa Michael? Kwa sababu kipindi kwa wanashindanishwa. Sasa sisi wataenda kushindanishwa huko. Uza mmoja, weka bench, mwingine mwanzishe. Anza na Golisen Muro wewe. Golisen Muro. Kwamba uza mmoja mpige bench, mwingine mwanzishe. Bwana bench anakwenda Pacome. Anaanza Azizi na uza Chama. Ili upate hela nyingi. Hela nyingi. Hapo uchaga uza mmoja, uchaga umetumika. Mwingine aanze, mwingine mpige bench. Chama anaanza. Pacome anakaa bench. Azizi na muuza. Mapema tu. Ila Chama pale atakuwepo kwenye shughuli zake za kijamii kwenye uwanja. Azizi anaanza. Aziz Ki anaanza. Kama mimi. Na muuza Pacome. Unaweza hata Pacome na muuza. Chama na kama bench. Biashara yako itakuwa na negotiation nyingi sana. Hii ni ambayo tulikuwa tunatazama kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimeandaliwa na Rehema Halifa pamoja na mguu wa dhahabu Sharif Bayona kuhusiana na Chama katika misimu yake yote ambayo amecheza Simba na kile ambacho tumekishuhudia. Umeona jinsi ambavyo wachezaji wako kipata shida sana kuweza kumkaba. Basi kuna vitu vingi vinakuja 2024-2025 wakati ambapo Chama atakuwa amevaa uzi wa njano, mweusi ama wa kijani akiwa na Young Africans.